Assalamu alaikum na karibu katika udukuzi wa vichwa vya habari vya magazeti mbalimbali ya Tanzania. Leo ni tarehe 3 ya mwezi wa 7 mwaka 2026, siku nzuri kabisa, siku ya Ijumaa. Kwa moyo mkunjofu kabisa ni kualike kunako udukuzi wa vichwa vya habari vya magazeti mbalimbali ya Tanzania. Dakika kadhaa za kutazama namna magazeti ya Tanzania yalivyoandikwa kwenye kurasa zake za mbele. Jina langu ni Shehani Mzaina na hii ni Toka Zamani TV. Ubwana kukumbusha, kama ndio mara ya kwanza kabisa unaungana nasi, tafadhali subscribe na bonyeza alama ya kengele. Ujumbe wako ni muhimu kweli kweli. Tuachie maoni yako kwenye comment. Tunaanza dukuzi siku hii leo kwa kulitazama gazeti Habari Leo, gwiji la habari Tanzania. Kwanza tunapewa nguvu na The Mart Supermarket ambayo ipo Dar es Salaam, Kigamboni, Kibada, barabara ya kwenda darajani. Wanakupa uhakika wa bidhaa mbalimbali za matumizi ya nyumbani, lakini bila kusahau maziwa ya mtindi na bidhaa za maziwa kutoka Kondiki Moshi, vinywaji aina mbalimbali, mafuta ya kupikia, sausage bora kabisa kutoka Peramio na bidhaa mbalimbali za nyama. The Mart Supermarket inapatikana Dar es Salaam, Kigamboni, Kibada, barabara ya kwenda darajani. Kwa mawasiliano zaidi na The Mart Supermarket piga simu namba 0775946447. Fika hapo upate bidhaa zako. Gazeti Habari Leo, habari iliyopewa kipaumbele ni Rais Samia ataka Tanzania ijitegemee, asema inaweza kwa mapato ya ndani, ataja zawadi anayoitamani TRA, avuka lengo makusanyo miezi 24. Dr. Mwinyi aipongeza mafanikio miaka 30. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa pili wa gazeti hili. Habari picha ikimuonesha Rais Samia Suluhu Hassan akipokea tuzo ya heshima ya mamlaka ya mapato Tanzania TRA kutoka kwa Waziri wa Fedha Balozi Hamisi Musa Omar na Kamishna Mkuu wa TRA Yusuf Mwenda wakati wa maadhimisho ya miaka 30 ya TRA Dar es Salaam juzi. Serikali eleza sababu kuzuia maandamano, Mwigulu asema haitoruhusu amani ya nchi ichezewe. Habari kamili ni katika ukurasa wa 3. Rais Chapo aanza ziara kufungua Sabasaba leo. Habari katika ukurasa wa 3. Tanzania Marekani kushirikiana trilioni 8.1 kuboresha afya. Habari katika ukurasa wa 7. Neema ya Ruvuma Njombe barabara mpya. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 7 wa gazeti hili. Wanawake 4 kupandikizwa matiti Muhimbili. Habari katika ukurasa wa 8. Dr. Nchimbi NEMC itakuwa mamlaka. Habari katika ukurasa wa 8. Taasisi ya Gates yaisifu Tanzania kuboresha tiba. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 7. Wananchi kujipima UTI nyumbani. Habari katika ukurasa wa 16. Ajali za watu 63 miezi 6 kanda maalum da. Habari imeandikwa kwenye kurasa za ndani za gazeti hili, na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Habari Leo, gwiji la habari Tanzania. Pamoja na gazeti Habari Leo mikononi mwangu, nalo gazeti Mwananchi lenye habari iliyopewa kipaumbele ni kifaa kupima UTI nyumbani chaanza rasmi kutumika nchini, kikilenga uchunguzi wa awali, chazua mjadala wa madaktari wataalamu wa maabara. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 4. Milioni 4.05 idadi iliyopatwa na maambukizi ya UTI kuanzia Julai 2025 hadi Machi 2026 nchini. Wataalamu waitwa kuchunguza mwili wa dereva wa Heche. Habari katika ukurasa wa 2. Samia aeleza TRA anataka kuiacha, wakati wananchi, wafanyabiashara na wawekezaji wakitakiwa kulipa kodi kwa uaminifu ili kuifanya nchi ijitegemee. Rais Samia Suluhu Hassan ameeleza mamlaka ya mapato ya Tanzania TRA anayotaka itakayomwachia alama akimaliza kipindi chake. Nukuu ya Rais Samia Suluhu Hassan ikisema, natamani tuwe na mamlaka imara, tukuze mifumo iliyorahisishwa na inayosomana kwa ajili ya ukusanyaji mapato nchini. Watendaji wazidishe weledi, wakifanya hayo yote mtaniachia alama hata wakati nikimaliza muda wangu wa madaraka. Undani wa taarifa hii ni katika ukurasa wa 2. Afya Muhimbili yazindua huduma ya kupandikiza matiti. Habari katika ukurasa wa 3 gazeti hili. Yaliyomo ndani ya mkataba wa afya Tanzania na Marekani. Habari katika ukurasa wa 5 wa gazeti hili, na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Mwananchi katika ukurasa wake wa 2. Gazeti Majira, gazeti huru la kila siku lenye habari iliyopewa kipaumbele ni Katambi afafanua kuhusu mikutano maandamano, asema utekelezaji wake lazima ufuate masharti yaliyowekwa na sheria kwa lengo la kulinda usalama, amani, utulivu wa umma na haki za watu wengine. Asisitiza hatua zinazochukuliwa hazilengi kupendelea mtu, kikundi. Habari katika ukurasa wa 4.
Tanzania Marekani za saini makubaliano ya dola bilioni 3.14. Habari katika ukurasa wa 4. Rais Samia afanya uteuzi wa kamishna wa uhifadhi. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 4. Gazeti hili limeandika kipimo cha UTI nyumbani chaleta mapinduzi. Habari katika ukurasa wa 2. Profesa Shemdoe apongeza kipindupindu kupungua. Habari katika ukurasa wa 2. NMH yaanza huduma ya kutengeneza matiti upya. Habari katika ukurasa wa 3. Mashambulizi ya Urusi yaua watu 4. Habari katika ukurasa wa 19. Sukari kushuka ghafla na hatua za kuchukua nyumbani. Habari katika ukurasa wa 16. Gazeti hili limepambwa na habari picha ikimwonyesha Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Dr. Samia Suluhu Hassan akizungumza jambo na mmoja wa wafanyabiashara ambaye ni mlemavu katika maadhimisho ya miaka 30 ya Mamlaka ya Mapato Tanzania TRA usiku wa kuamkia jana baada ya kuwasili katika ukumbi wa Mlimani City jijini Dar es Salaam. Tulitazame sasa gazeti Nipashe Mwanga wa Jamii lenye habari iliyopewa kipaumbele: uchunguzi kifo cha dereva wa Heche, mvutano mkali wa serikali Chadema, kila upande ukipeleka mtaalamu wake kubaini chanzo cha kifo chake, mhudumu wa gesi asimulia hatua kwa hatua. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 2. TFS yazidi kuchanja mbuga, yatoa gawio la bilioni 29 serikalini. Habari katika ukurasa wa 7. Dr. Nchimbi aihakikishia NEMC kuwa mamlaka kamili. Habari katika ukurasa wa 3. Dr. Samia walipa kodi wetu wasinyanyaswe. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 5. Habari njema kina mama walioondolewa matiti. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 5 wa gazeti hili. Mtumishi wa umma mbaroni kwa kusafirisha dawa za kulevya. Habari katika ukurasa wa 4. Na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Nipashe Mwanga wa Jamii. Gazeti Uhuru kweli daima lenye habari iliyopewa kipaumbele ni Rais Samia asisitiza haki ukusanyaji kodi, adilia mkazo kodi sio adhabu kwa wafanyabiashara au mzigo kwa wananchi. Habari katika ukurasa wa 2. Akutana na taasisi ya Gates kuimarisha afya ya mama na mtoto Afrika. Habari katika ukurasa wa 5. Dr. Nchimbi atoa maagizo NEMC. Habari katika ukurasa wa 2. Marekani kutoa dola bilioni 3 kuimarisha afya nchini. Habari katika ukurasa wa 3. Rais Chapo mgeni rasmi Sabasaba. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 7. Mwigulu akomalia amani, wazee wa kimila watangaza jambo zito. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 3. Na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Uhuru ukweli daima. Zanzibar Leo kwa ukweli na wazi lenye habari iliyopewa kipaumbele ni maadhimisho ya miaka 30 TRA. Dr. Mwinyi, mafanikio ya TRA yamezijengea uwezo serikali, ongezeko la mapato la chochea kasi ya maendeleo. Habari katika ukurasa wa 2. Mishahara mipya kuanza Oktoba si suala la kisiasa, ZATUC. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 2. Dr. Harun azipongeza UNDP Ireland kuimarisha huduma msaada wa kisheria. Habari katika ukurasa wa 2. Hatutaruhusu amani ichezewe, waziri mkuu. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 6. Iran kuzuia wakaguzi wa nyuklia. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 9. Na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Zanzibar Leo kwa kweli na uwazi. Na sasa tugeukia habari za michezo na burudani kwenye magazeti ya michezo na burudani. Mikononi mwangu nalo gazeti Mwanaspoti lenye habari iliyopewa kipaumbele ni Fadu Yanga swala la muda, apendekeza benchi lake la ufundi, vipengele 4. Habari katika ukurasa wa 2. Azam yaipiga bao Yanga Simba. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 2. Tukio la Pacome, rekodi inahukumu JKT Tanzania. Habari imeandikwa kwenye kurasa za ndani. Aliipa Senegal ubingwa aisusa timu. Habari imeandikwa kwenye ukurasa wa 9 wa gazeti hili. Gazeti hili limeandika FIFA World Cup leo Ijumaa Misri dhidi ya Austria saa 3 usiku. Na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Mwanaspoti katika ukurasa wake wa mbele. Magazeti ya habari za michezo na burudani. Gazeti Habari Leo limeandika Karia aja na mbadala wa VAR. Serikali AFCON ni fursa kuitangaza nchi kimataifa. Habari katika ukurasa za ndani. Gue ajiondoa Senegal, England, Mexico za peta. Habari imeandikwa kwenye kurasa za ndani za gazeti hili. Ushindi wa Mexico wa 4. Habari katika ukurasa wa 22. Kunenge kuzindua riadha Taifa Leo. Habari katika ukurasa wa 23. Tumalize kwa kutazama ukurasa wa nyuma wa gazeti Uhuru lenye habari iliyopewa kipaumbele ni Pacome atuma ujumbe mzito. Habari katika ukurasa wa 19. Mabao 519 rekodiwa ligi kuu bara. Mabao ya Pamba Jiji yazua jambo. Habari katika ukurasa wa 19. Mbappe amtabiria makubwa Messi. Habari katika ukurasa wa 18. Makonda awapatana wasanii Bongo Flava. Habari katika ukurasa wa 19. Tuchel akoshwa na Harry Kane. Habari katika ukurasa wa 19.
Waamuzi ligi kuu wanyoshwa kidole, habari katika ukurasa wa 19, na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Uhuru. Habari picha ikimwonyesha rais wa klabu ya Yanga Engineer Hersi Said, katikati mmiliki wa kampuni za GSM Gharib Said Mohamed, wakiwa na star wa klabu hiyo Pacome Zouzoua katika hospitali ya Aga Khan jijini Dar es Salaam. Na hivi ndivyo ambavyo limeandika gazeti Uhuru kweli daima, na gazeti Uhuru linakamilisha udukuzi hapa toka Zamani TV. Asante na kwaheri kwa sasa.